Katika kumbukumbu za historia zenye kivuli kikubwa kilichofunikwa na maluilui na kupambwa na sura ya kutisha moyo, hakika huwezi kuacha kuongelea enzi ya vita vya msalaba, The Crusades. Kumbukumbu hii inafunua kurasa zenye matukio ya kutisha zaidi ambayo inabidi yasiweze kujirudia kamwe katika ulimwengu huu wa sasa. Kuanzia karne ya 11 hadi ya 13 kulitokea kile ambacho hakika kimetengeneza historia ya nyakati hizo mpaka hata za sasa. Vita vya msalaba kati ya Wakristo na Waislamu lilikuwa ni jinamizi la kifo kwa watu wengi katika maeneo ambayo yalipitiwa na mgogoro wa vita hivi. Havikuwa vita tu, bali misukosuko mikubwa ambayo imeacha alama mbaya zaidi. Viliinywesha ardhi kwa damu za watu wengi. Hebu wazia majeshi makubwa ya pande zote mbili, Wakristo na Waislamu, yanayoendeshwa na ari na hisia za kiimani, itikadi kali na tamaa isiyotosheka, yakipigana kati ya maeneo mbalimbali kugombania kile kilichoaminika kwa imani zao zisizo na mipaka kwamba ni ardhi takatifu, Holy Lands, kama vile Palestina, Yordani na sehemu za Lebanon na Syria. Lakini pia ilienea hadi maeneo kama ya Hispania, Afrika Kusini, eneo la Baltic na sehemu za Ulaya Mashariki. Katika enzi za vita hivi, hewa ilikuwa imejaa uvundo wa kifo, ardhi ikiwa imelowa damu ya nafsi zisizohesabika za mashujaa wa kijeshi na raia walioanguka, kila pambano likiwa ushuhuda tosha wa uwezo wa binadamu na tabia yake isiyotabirika ya kujenga, kuleta uharibifu ama kuleteleza amani, na vile vile chuki na kadhalika. Mifano halisi ya matukio ya kihistoria ya mauaji makubwa na ya kutisha zaidi, kama vile tukio la kuzingirwa kwa kuhuzunishwa kwa mji wa Jerusalem mwaka wa 1099, hayatasahulika kamwe. Matokeo ya hili yaligharimu pakubwa maisha ya watu. Mitaa ilibubujika michirizi ya damu za nafsi za watu wengi sana waliopoteza maisha. Matukio kama haya yanarudisha wakati nyuma na kutukumbusha juu ya gharama ya kuogofya ya kiumbe ambacho kimeumbwa na Mungu mwenyewe na kisha kupewa mamlaka. Toka historia ya uumbaji wa mwanadamu tumeshuhudia ushahidi wa hadithi mbalimbali ambazo zimeonesha udhaifu wa binadamu ambao mara nyingi huendeshwa na mihemko ya hisia yenye bidii kali iliyojaa nguvu au shauku kubwa katika kutafuta sababu au lengo ambalo haijalishi litakuja na matokeo gani. Karne nyingi zilizopita, mgongano wa kiimani na udhibiti wa himaya ulizua mfululizo wa migogoro ya kikatili ambayo iliitia historia ya ulimwengu huu kwa muhuri wa damu. Vita vya msalaba. Vita vya msalaba vilizaliwa kutokana na bidii ya itikadi kali za udini, imani, nia thabiti ya udhibiti wa maeneo nyeti ya kimkakati na tamaa za kisiasa. Matokeo mabaya ya mgogoro huu mkubwa kabisa kati ya dini mbili yalienea kwa vizazi vingi na kuacha hadithi mbaya na mambo ya kutisha yasiyoelezeka. Knights ama askari wa Kikristo waliandamana chini ya ishara ya msalaba, wakiongozwa na imani na ahadi za utukufu na kusamehewa dhambi, wakati wapinzani wao Waislamu walipigana sana kulinda ama kuchukua ardhi takatifu na pia kutetea imani yao kwa upanga mkali. Maeneo ya nchi ambazo zilionekana kuwa ni takatifu yalisimamisha na kukutanisha ana kwa ana majeshi ya pande mbili katika mapambano makali ya kivita ambayo kwa kiasi kikubwa yaliambatana na uchungu wa vilio vya wapiganaji walioanguka na minong'ono ya roho zisizosahaulika. Matokeo yake yalikuwa ni mabaya na yenye gharama kubwa sana. Vivuli vya vita hii vinaendelea kutuandama hadi nyakati za sasa. Katika ulimwengu wa leo, mwangwi wa msukosuko wa vita vya msalaba unaenea katika siasa za kisasa za jiografia ambazo huchagiza migogoro ya mipaka, itikadi na migogoro mingine mingi inayodumu hadi leo hii, hasa katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ukijumuisha nchi kadhaa kama Iran, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Palestina, Syria na Yemen, na maeneo ya bara la Ulaya na kwingineko, hasa Afrika Kaskazini.
Makala hii inaangazia kiini cha nyakati hizo za giza, nyakati ambazo ziligubikwa na kivuli kikubwa cha vita kati ya Wakristo na Waislamu, huku ikifunua urithi wa vita vya msalaba katika nyakati za sasa. Katika urithi wake mpana, matokeo ya vita vya msalaba yanaunda sura mpya, hasa ukiangalia muktadha wa masuala ya kidini, religion, imani, faith, itikadi kali, extremism, udhibiti, conquer, nguvu, power, ubinadamu, humanity, na dhana nzima ya maadili, moral and ethical dimension. Msikilizaji wa makala hii hapa SNS Premium, kuna mengi ya kujua kuhusu mambo yote kuhusu vita vya msalaba, the Crusades. Mpaka unamaliza kusikiliza makala hii, utapata kujifunza ama kujua mambo mengi sana ambayo pengine ulikuwa hujayajua, mambo ambayo yalikuwa na kanganya fikra zako. Hivyo basi, funga mkanda na jitayarishe kuifahamu kwa undani kabisa historia ambayo yenyewe binafsi inajikataa kabisa kusahaulika hata katika nyakati za ulimwengu wa sasa. Pamoja na kuwa matukio ya vita hivi yametukia karne za nyuma sana, karne ya 11 mpaka 13, masomo yake, matokeo na hasara yake kwa binadamu na urithi wake unabaki kwa fumbo ya dharura ya hatari sana, hasa katika nyakati za sasa. Urithi wa matukio ya vita vya msalaba una mizizi ambayo imejichimbia kwenda chini na kuyafanya matukio ya vita hii ambayo imetokea karne ya nyuma sana kutuwinda hadi kizazi cha sasa. Hii ni hatari sana. Karibu katika makala hii iliyoandikwa na Frank Lachman, na mimi msimuliaji wako Frederick Bundala.